Na karibu ndugu mtazamaji, napenda kukaribisha tena katika mwendelezo wa masomo haya yanayohusiana na afya. Na ndugu mtazamaji, kwa siku ya leo ningependa nikuelekeze sifa za mwanamke ambaye ana uwezo wa kupata ujauzito kiurahisi. Sifa za mwanamke ambaye ana uwezo wa kupata ujauzito kiurahisi. Ina maana kwamba kama una sifa hizi ambazo tunaenda kuongelea hapa na wewe ni mwanamke, basi si rahisi kupata ujauzito. Si rahisi kuconceive on time. Sio rahisi kupata ujauzito kwa muda unaotakiwa. Kwa hivyo hizi ni sifa ambazo nitakuwa uangalie kama unazo, ama kama unahangaika wewe kutafuta ujauzito, angalia hizo sifa. Sifa namba moja ni pamoja na maumbile ya ndani kuwa safi ya uzazi wa mwanamke. Mfano uterus ambayo ni mji wa mimba, lazima iwe safi. Isiwe kwamba imewahi kukwanguliwa labda huko nyuma umewahi kupata ujauzito ukatoa mara kadhaa wakakusafisha wakakwangua, ama kuna mabaki yalibaki. Ni hatari sana wewe kupata ujauzito. Lakini pia mrija wa uzazi, yani fallopian tubes, inatakiwa iwe safi, isiwe na uvimbe kama hizo arthritis. Hizo zote ni tatizo kubwa ambazo zinaweza zikakufanya wewe mwanamke usipate ujauzito kiurahisi. Kwa hivyo ni vizuri ukajikagua, ukapima mara kwa mara kujua hilo. Lakini pia kuna magonjwa sugu kwenye mfumo wa uzazi kama PID, yani pelvic inflammatory disease. Ni mojawapo ya magonjwa ambayo ni hatari sana katika mfumo wa uzazi wa mwanamke, na inaweza ikakufanya usipate ujauzito kiurahisi na ukabaki unahangaika sana. Lakini sifa namba 2 ni pamoja na mzunguko wa hedhi kwenda vizuri. Maximum ni siku 21 hadi 35. Kwa hivyo kama mzunguko wako wa hedhi inaenda ovyo, inarukaruka, unapata ile irregular menstruation, ama unaenda too much, unaenda mfululizo, yani in short ni kwamba mzunguko wako wa hedhi hauko vizuri, hii inaweza kapelekea ovulation kutoka vizuri, yani yai kutosafiri au yai kutotoka kwa wakati, na hivyo itakupelekea wewe kukosa sifa ya kupata ujauzito. Lakini sifa namba 3 ambayo pia ni muhimu sana ni pamoja na uwepo wa uteute. Yani mwanamke atakiwa uone ule uteute ambayo iko kama mithili ya ute wa yai. Unaona? Ambayo inatokea kabla au wakati wa ovulation, wakati mayai inapotoka. Mara nyingi uteute huu hutokea. Tunaita fertile cervical mucosa. Hii mucosa au uteute ambao ni nyembamba, ambao ni mweupe, inavutika kama kamasi kwa mbali. Hii ni kiashirio cha kwanza kwa mwanamke ambaye ana sifa ya kupata ujauzito. Hivyo basi ni vizuri ukafuatilia sana hii uteute. Na mara nyingi wanawake wamekuwa wakiuliza, wengine hawaioni kabisa. Kuna sababu nyingi ambazo zinaweza kupelekea uteute kutoonekana kwako, lakini vizuri ukaifuatilia sana. Ukiona unapata uteute huo vizuri, basi wewe una sifa mojawapo ya kupata ujauzito au kuconceive on time bila shida yote. Na sifa nyingine ambayo itakuwezesha wewe mwanamke kupata ujauzito vizuri ni pamoja na uzito wako kuwa vizuri. Uzito ambayo haiendani na urefu wako inaweza kuwa ni changamoto. Kwa mfano, hatutaki mwanamke awe na uzito mkubwa, awe mnene sana, inaweza ikayumbisha ovulation. Lakini pia hatutaki mwanamke awe mwembamba sana. Hii inaweza pia ikawa ni tatizo kubwa. Kwa hivyo ni vizuri ukabalance uzito wako, uangalie vyakula ambavyo unavitumia. Kuna wengine wamekosa sifa ya kupata ujauzito kutokana na uzito wao kuwa mkubwa, kwa sababu hawafuatilii vyakula vyao vya kila siku. Lakini sifa nyingine ambayo itakuwezesha wewe mwanamke upate ujauzito vizuri ni pamoja na kutokuwa na msongo wa mawazo, stress, yani mwili usiokuwa na msongo wa mawazo. Endapo utakuwa na msongo wa mawazo, mrundikano wa vitu, mambo kwenye system ya brain, basi hormone hazitaenda vizuri, zitayumba. Lakini sifa nyingine ambayo pia ni nyeti sana ni pamoja na utendaji kazi mzuri wa hormone kama FSH, LH
Prolactin pamoja na TSH. Hizi ni homoni ambazo ni wa muhimu zaidi, na hizo homoni huzalishwa na tezi ya pituitary, tunaita pituitary glands, ili ziweze kurahisisha mambo mengi ya uzazi. Kwa mfano homoni ya FSH ambayo tunaita ni follicle stimulating hormone. Hii homoni ni muhimu sana katika kuhakikisha kwamba mayai ukomaa vizuri, yani follicles kwenye ovaries, na hivyo huwa tayari kwa ovulation. Lakini pia homoni hii inasaidia sana hata wakina baba kuhakikisha kwamba uzalishaji wa shahawa, yani sperms, inaenda vizuri. Kwa hivyo homoni hizi na zingine zinahakikisha kwamba mfumo wa uzazi wa mwanamke unakaa vizuri na ni rahisi kuconceive kwa wakati. Kwa hiyo hizo ni sifa za muhimu sana kwa wewe mwanamke ili uweze kupata ujauzito kiurahisi. Lakini ni vizuri pia mwanamke na mwanaume kwenda kupima mara kwa mara mfumo wao wa uzazi, hormones zikoje. Lakini pia lishe bora ni muhimu sana kwa watu wawili. Na kwa siku ya leo ndugu mtazamaji, sina la ziada. Usisahau kusubscribe, kushare na comment ili watu wengine nao waweze kupata elimu hii. Asanteni na tukutane katika video nyingine. Bye bye.